Bwana Yesu asifiwe. Ninawakaribisha, tumepata nafasi nyingine ya kuendelea na mafundisho yetu, na leo ni siku yetu ya pili. Jana tumeangalia nguvu ya jina na tumeangalia jina la Yesu, jinsi ambavyo lina nguvu. Amekirimiwa jina lipitalo majina yote kwa vitu na vitu vya duniani, lakini tukaona akaitwa Emmanuel, Mungu pamoja nasi wanadamu. Lakini tukaona pia jina lake tamwita Yesu, maana ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Sasa natamani leo tuanze kuangalia sasa majina yetu, jinsi ambavyo leo tukapewa majina, lakini akaleta athari au yakaleta changamoto katika maisha yetu. Na kukaribisha na nifuatilia TikTok, na kukaribisha na nifuatilia Facebook na kadhalika YouTube. Mungu akubariki kushiriki pamoja nami na kuangalia nguvu ya jina. Kitabu cha Danieli 4 na mstari ule wa 8, nitasoma Danieli 4 mstari wa 8. Biblia inasema, basi hatimaye Danieli akaingia mbele yangu, ambaye jina lake ni Belteshaza, kwa kufuata jina la Mungu wangu, tena ndani yake inakaa roho ya miungu watakatifu, nikamhadithia ile ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa tunaona Danieli amepewa jina ambalo amelipewa. Sasa hapa anasema ambaye hatimaye, basi hatimaye Danieli akaingia mbele zangu, ambaye jina lake ni Belteshaza. Sasa Danieli alipewa jina Belteshaza. Biblia inasema kwa kufuata jina la Mungu wangu. Kwa kufuata hili jina ndani yake lina mahusiano na Mungu wa Nebukadreza. Hili jina ndani yake lina mahusiano na miungu ile ya Nebukadreza, Belteshaza. Tunaona kwenye kitabu cha Danieli 1, hebu tuone Danieli 1 mstari ule wa 7. Kwenye Danieli 1 mstari wa 7 tunaona hili jina. Danieli 1 mstari wa 7, Biblia inasema kwamba mkuu wa matowashi akawapa majina. Alimwita Daniel Belteshaza, na Hanani akamwita Shadrach, na Mishaeli akamwita Meshach, na Azaria akamwita Abednego. Sasa hawa ni watumishi wa Mungu, wameenda uhamishoni nchi ya Babeli, lakini ndani ile wilaya wanabadilishiwa majina. Sasa tumeona kwa Danieli kwamba alipewa hili jina, aliyempa ni mkuu wa matowashi, lakini tunaona mfalme anasema akaitwa jina Danieli kwa hesabu ya miungu yake. Kwa Danieli ilikuwa inabeba tafsiri ya miungu ya kitaifa. Sasa tunaona, sababu tuangalie pia mtu mwingine kwenye kitabu kile cha Waamuzi 6. Waamuzi 6, natamani tuone Waamuzi 6 mstari wa 32. Nguvu ya jina. Waamuzi 6:32. Biblia inasema hivi, basi wakamwita Yerubaali siku hiyo. Kuanzia mstari wa 30 tupate picha nzuri. 31 Biblia inasema, Yoashi akawaambia watu wote waliokuwa wakishindana naye, je, mtamtetea Baali au mtamwokoa ninyi yeye atakayemtetea na uwawe hivi asubuhi? Kama yeye ni Mungu, na ajitetee nafsi yake, kwa sababu mtu mmoja ameibomoa madhabahu yake. Pointi yangu iko hapa. Basi akamwita Yerubaal siku hiyo akisema, Baali na atete naye kwa ajili ya nafsi yake, kwa sababu ameibomoa madhabahu yake. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia nguvu ya jina. Na sababu Bwana Yesu, Biblia inasema ataitwa Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi wanadamu. Na tunaona kule Babeli Danieli anaitwa Belteshaza kwa hesabu ya jina ya miungu yake, kwamba ile Danieli ilikuwa inajenga mahusiano na miungu ya Babeli. Leo tunaona mtu mwingine anaitwa pia Gideon, anaitwa Yerubaali, wakisema Baali na atetene kwa sababu amebomoa madhabahu yake. Kwa hiyo unaweza ukapewa jina ambalo linakuunganisha na miungu au linakupambanisha na miungu.
Daniel kuitwa Belteshaza aliungamanishwa na miungu ya kigeni ya kitaifa alipoenda uhamishoni. Lakini Gideon anaitwa Yerubali, wakisema Baali na atetemea kwa ajili ya madhabahu aliyevunja. Sasa tunaangalia pointi mbili hapa, kwamba jina unaweza kupewa jina la kawaida kabisa, lakini hilo jina linadhihirisha miungu ya ukoo, linadhihirisha miungu ya familia, au linadhihirisha miungu ya kabila, au jina linaweza likadhihirisha miungu ya kitaifa. Kwa sababu Belteshaza walimuita, sababu alijua Daniel, akiitwa Daniel kuna vitu vya miungu ya kwao havitasimama. Wakasema tumuite jina ambalo litamuunganisha na miungu yetu, ili miungu yetu ipate nafasi kujidhihirisha kupitia Daniel. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme na wewe kwamba kila kabila lina majina, lakini kila jina lina tafsiri na maana katika ulimwengu wa roho. Sasa kwa mfano kwetu sisi ni Wapare, kuna mtu anaitwa Mzota. Ukisikia mtu anaitwa Mzota ni wa kiume, wa kike anaitwa Nahondo. Sasa ukisikia Mzota tafsiri ni njaa. Sasa kuna mtu alizaliwa kipindi cha njaa anaitwa nini? Anaitwa Nzota. Lakini Nahondo ni vita, au ni mtu wa vita, kama kuna alizaliwa kipindi, sababu Kipare Nkondo ni vita. Sasa kuna mtu anaitwa Nahondo, kwamba huyu mtu amezaliwa kipindi cha vita na anaitwa vita, kwa maisha yake yote atapita kwenye vita. Siku nini? Jina linasema anaishi maisha ya vita. Lakini mwingine anaitwa njaa, kwa hiyo tungemwita Kiswahili tungemwita njaa, lakini anaitwa Nzota. Sasa Nzota ni njaa Kipare. Kwa hiyo sasa kuna mtoto anaitwa Nzota, babu yake aliitwa Nzota kwa sababu alizaliwa kipindi cha njaa. Sasa ile jina baadaye anarithisha mtoto na anaitwa Nzota. Sasa kumbe tafsiri ya Nzota ni njaa. Sasa ile miungu ya Wapare yenye kusimamia idara ya njaa inapata nafasi kwa kuitwa, yule mtu ameitwa njaa. Kwa hiyo njaa itakuwepo maisha yake yote, na atakayerithi anarithi na njaa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni kitu ambacho nguvu ya jina Yesu ataitwa Immanueli, Mungu mmoja nasi wanadamu. Lakini Danieli anaitwa Belteshaza kwa hesabu ya jina la Mungu wa Nebukadreza, au Mungu wa taifa, sababu alimpa jina ni towashi mkuu, akampa jina kwamba kuanzia leo utaitwa Belteshaza. Lakini sasa tunaona tafsiri ya mfalme anasema Daniel akaitwa Belteshaza kwa hesabu ya jina la Mungu wake. Kwa hiyo na wewe pia una jina, na ni kitu cha kwa mfano mimi kabla sijampata Yesu huko nyuma kwenye maisha ya dunia, nilikuwa nafuatilia sana, nilikuwa ni mpenzi sana wa kuangalia movie. Kwa nilikuwa kuna kipindi kilikuwa kuna movie inaitwa Come to America au Coming to America, imechezwa na Eddie Murphy. Sasa pale kulikuwa kuna binti inaitwa Lisa. Yule Lisa alicheza vizuri ile filamu, nikaipenda. Nilipozaa mtoto wa kwanza sijaokoka, nikamuita Lisa. Lakini hiyo Lisa kwetu haipo, nimeipata kutokana na movie. Niko na binti anaitwa Lisa kwenye movie inaitwa Coming to America. Watu wa miaka 80 wanajua hayo. Sasa nikamuita, kwa kuna watu nimekuita, maana nakuta anamuita mtoto wake Owen. Ni mpenzi wa mpira, anapenda sana mpira, anazaa mtoto anamuita mchezaji wa mpira Owen. Sasa ni mtu yuko Uingereza, huko tazama na anamuita Owen. Kwa hiyo kila jina naloliona lina tafsiri kwa kadiri ya tamaduni za watu, hata majina. Bwana, hebu nikupe picha nyepesi. Kwa mfano majina ya watu wa kule Russia, kanda za huko mwisho kuna Viki. Kuna sasa Ibrahim, inaitwa Ibrahim Viki. Yaani mwisho kuna Viki. Lakini majina ya Kijerumani yana mifumo yao. Lakini majina ya Afrika Mashariki ya Kiswahili yana mifumo yao. Majina ya Kiyahudi yana mifumo yao. Kwa kila jina, kama umerithishwa jina la mtu, maisha ya mtu yanahamia kwako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna majina yenye tafsiri ya miungu.
Kwa mfano kwa Mungu wetu tunasikia Elishadai au nasikia Elineema. Eli ni Mungu, neema kwa Mungu wa neema. Kwa hiyo hata siku na majina ya Kristo tafsiri yake ni kudhihirisha Mungu kwetu. Eli huruma, Mungu wa huruma. Kwa Mungu wetu ni Mungu wetu, na tunamwita mtu Eli rehema, Eli huruma, Eli nani. Ile Eli ni Mungu Kiebrania. Sasa kinachofuata nasema ni Mungu wa namna gani? Kwa hiyo kuna majina ya miungu kadhalika hivyo hivyo. Jina linapotajwa linaunganisha, au lugha nyepesi, jina linafunua kwamba hiyo miungu inapoitwa inafunua kitu chake kwenye maisha ya huyo mtu. Yesu akasema ameitwa Immanuel, Mungu pamoja nasi wanadamu. Sasa kuna mtu mwingine sasa akaitwa Immanuel, lakini Immanuel kwa miungu ya kwao. Kwa sio kwa Mungu tunayemwabudu sisi wa mbingu na nchi, kuna Mungu wa miungu mingine. Hebu jifunze kitu fulani. Mtu ana jina zuri anaitwa Eli huruma, lakini mkatili aliyepitiliza. Kwa nini? Mtu yoyote kuna jina la asili, alafu kuna jina la Kikristo. Sasa yale majina ya asili, wengi wamepewa jina la babu, wengine la shangazi, wengine la mjomba, wengine mpaka hata la babu. Kwa majina nalopewa, ile tafsiri ya jina inafunua nguvu hiyo. Kwa mfano, kuna mtu akaitwa Nabali, ambaye mke wake ni yule ambaye baadaye aliolewa Abigaili. Sasa Nabali, Abigaili anasema, bwana wangu usikasirike kwa sababu ya mume wangu, maana jina lake ni Nabali na upumbavu wanao. Kwa hiyo Nabali kwa Kiswahili ni upumbavu au mpumbavu. Anasema anaitwa Nabali na upumbavu anao, alisema Abigaili ambaye mume wake aliitwa Nabali. Kwa hiyo kumbe kuna majina yanatafsiri hali fulani. Kwa mfano huko kuna mtu anaitwa Mfundo. Mfundo tafsiri ni mtu aliyefungwa. Kuna mtoto anaitwa Shida, ni mama amepita kwenye shida, anazaa mtoto anamuita Shida, anahamishia shida kwa mwanae. Kuna mtoto anaitwa Tabu, kuna mtoto anaitwa Majuto. Ukiitwa Majuto, ile nguvu ya majuto utaishi nayo siku. Kwa nini? Nguvu ya jina pia ni tafsiri ya jina, inafunga nguvu kwenye hiyo tafsiri ya jina. Lakini wengi wamepewa majina ya kurithi. Nilikuwa naomba na mtu mmoja ameita mtoto wake jina la baba yake. Sasa mtoto ameipo kwenye nchi yenye mema, nchi yenye maziwa na asali, lakini mtoto anapita kwenye shida, yani anapita kwenye dhiki mwaka mzima. Lakini katikati ya maombi tunapomwomba Mungu akasema, huyu kijana mateso anayopitia ni kwa sababu amerithisha jina la babu yake. Hilo jina la babu limebeba yale maisha ya babu, yamehamia kwa mwenye jina. Amerithisha jina, akarithisha na mateso, akarithisha na mahangaiko. Kwa hiyo kama umepewa jina la babu, angalia hali ya babu ndio maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hali ya mwenye jina inakuwa kwenye maisha yako. Kama amekuwa ni maisha ya zinaa ya mwenye jina, unashangaa maisha yanapita kwa mtoto wako. Kwa Mungu ametuachilia hii neema. Natamani twende tuombe mbele za Bwana. Tutakwenda kusema mbele za Bwana kwa toba juu ya nguvu ya jina ambao umepewa, nguvu ya jina ambao umelirithi, au hata kama watoto wako mambo majina ya kurithi. Angalia tu kwa lugha nyepesi, utaona tabia ya mtoto tabia ya mtoto iko sawa na mwenye jina ambaye ulimpa mwanao. Nilikuwa naomba na binti moja juzi. Yule binti amepewa jina la bibi yake, na bibi yake ni mkali sana, na huyo mtoto kwenye familia yao ndio mtoto pekee mkali sana. Wengine ni wapenda, lakini alipopewa jina la bibi mkali, na yeye ni mkali. Kwa nini? Nguvu ya jina inabeba na hali halisi ya mwenye jina. Acha tupatane tena kesho kuendelea na mafundisho yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai,
Baba, tunalibariki na kulikuza jina lako, tunalibariki na kuliadhimisha jina lako Jehova, maana ni Bwana mabwana. Wewe ni Mungu wa miungu, wewe ni mfalme wa falme, wewe ni Bwana mabwana. Hakuna Mungu mwingine mwenye nguvu kama wewe. Baba, tazama liko jina la Yesu linalopita majina yote. Tunaliitia jina la Yesu katika saa hii, tukisimama tukiomba kwa ajili ya nguvu ya majina ambayo tumepewa. Yako majina yenye tafsiri ya miungu ya ukoo, yako majina yenye tafsiri mbaya, na hiyo tafsiri imetokea kwenye maisha yetu. Baba, nasimama kwa toba kwa ajili ya watumishi wanaofuatilia kipindi hiki, Baba, wanaofuatilia Facebook na YouTube, wanaofuatilia kadhalika TikTok. Baba, katika jina la Yesu inasimama mbele ya madhabahu yako Baba, nikiomba toba, nikiomba rehema Baba, kwa ajili ya nguvu ya jina ambalo amelirithi kupitia kwa wazazi, amelirithi kwenye ukoo, amelirithi kupitia wazazi, au ni jina amejipa mwenyewe. Nasimama kwa toba mbele ya madhabahu yako, katika damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, inanyenyekea Bwana chini ya mkono wako ulio hodari Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Inasimama kwa toba kwa ajili ya mtumishi anayefuatilia mafundisho haya Baba, kutoka Tanzania, kutoka taifa lolote. Ni kweli anapita mahali fulani, lakini kupitia somo hili amegundua ya kwamba kuna nguvu ya jina inapiga maisha yake. Una nguvu ya jina inapiga utumishi, una nguvu ya jina aliyerithi Bwana imeleta mahangaiko. Nami nasimama na jina lenye kupita majina yote, jina la Yesu alisimamisha, alipambanisha na nguvu ya hiyo jina. Hiyo nguvu ya jina uliyopewa, hiyo nguvu naipambanisha na jina la Yesu, naipambanisha na jina la Yesu, na batilisha kila nguvu ambayo inapiga maisha yako kupitia nguvu ya jina. Wengine wameitwa majina yenye misiba, wengine wameitwa majina yenye majaribu, wengine wameitwa majina yenye misiba mbalimbali. Nasimama nikibatilisha hiyo nguvu ya jina, inaibatilisha kwa damu ya Yesu. Nasimama kinyume na hiyo nguvu ambayo imeachiliwa kwenye maisha kupitia jina. Wanapokuita ndivyo wanavyozidi kuumba hizo roho, wanapokuita hilo jina, hizo roho zinavyozidi kuumbika. Nasimama na damu ya Yesu na batilisha hiyo nguvu ya jina. Haitakuwa, haitasimama. Damu ya Yesu ikasimame ekutenge na nguvu ya jina, na yachilia damu Yesu katika nafsi yako, ekutenge na nafsi ya mwenye jina. Ninaachilia damu Yesu kwa imani, yatenge maisha yako na maisha yenye jina katika jina la Yesu. Hiyo miungu ambayo umeunganisha nayo, kama walivyomwita Gideoni wakamwita Yerubali, kumpa kisasi na miungu ya Baali. Nasimama na damu Yesu, hiyo nguvu ambayo umeunganisha nayo na kutenganisha kwa damu Yesu, hiyo nguvu ya miungu inako piga kupitia nguvu ya jina, kama vile Daniel alimta Belteshaza, iko ni hesabu ya jina la miungu ya Nebukadreza, iko ni hesabu ya miungu ya kitaifa. Nasimama kwa damu Yesu, damu Yesu kutenganisha hiyo nguvu ya miungu ambayo inapiga maisha yako, inapiga hatima yako na kutenga nayo kwa damu ya Yesu, na ibatilisha hiyo nguvu katika jina la Yesu na kwa damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Amen. Mungu akubariki mtumishi wa Bwana. Mungu wangu akutunze. Endelea kuomba. Nimekupa sehemu ya maombi, lakini endelea kuomba. Unapozidi kuomba unatengwa na hiyo nguvu. Mungu wangu akutie nguvu. Mungu wangu akubariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.